Bima Pub, urahisi wa maisha. Wizara ya Afya imeendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu na kutoa taarifa za kila siku kuhusu magonjwa ya mlipuko pamoja na tetesi za uwepo wa magonjwa hayo nchini. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu, tumeshuhudia ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa katika jamii hapa nchini, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kutumia mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa ambao umekuwepo tangu mwaka 2008, tumekuwa tukifuatilia mwenendo wa magonjwa haya ili kubaini aina za vimelea vinavyosababisha maambukizi, ongezeko la visa pamoja na uwezekano wa kujitokeza kwa kirusi kipya chenye uwezo wa kusambaa kwa haraka. Vipimo vya maabara vimebaini kuongezeka na kupungua kwa virusi vya influenza, hali ambayo imekuwa ikionekana pia katika miaka iliyopita na ndio maana hujulikana kama season influenza. Aidha, vipimo hivyo vimeonyesha hakuna kirusi kipya kinachoweza kusambaa kwa haraka na kusababisha mlipuko wa aina ya pandemic. Ugonjwa wa uviko 19 ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza hapa nchini mwezi Machi mwaka 2020 umeendelea kuwepo kwa kiwango cha chini kama yalivyo magonjwa mengine ya mfumo wa njia ya hewa. Tangu Februari hadi Aprili mwaka huu, ufuatiliaji wa virusi hivi umeonyesha ongezeko la visa vya uviko 19 kutoka 1.4 wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopima mwezi Februari hadi 16.3 wagonjwa 31 kati ya wagonjwa 190 waliopimwa kwa mwezi Machi, na kisha 16.8 wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi Aprili mwaka huu. Hali ya kuongezeka na kupungua kwa ugonjwa huu imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huu mwaka 2020. Kwa kipindi hiki, ongezeko hili linaonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa nchini na kutoa taarifa. Kupitia vituo vyake vya kutolea huduma, wizara imeelekeza wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa magonjwa haya kwa kutumia vipimo vya maabara na kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote wanaobainika kuwa na maambukizi. Aidha, anatoa rai kwa wananchi wote kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, pamoja na kuvaa barakoa pale inapohitajika, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara, kudumisha usafi wa mwili binafsi na wa mazingira yanayotuzunguka. Kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan katika mikoa ya pwani mwa Tanzania, kumekuwa na ongezeko la hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama vile homa ya dengue, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Ili kujikinga na madhara yatokanayo na magonjwa haya, na wasihi wananchi wote kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo: kuangamiza mazalia ya mbu, kuondoa maji yanayotuama karibu na makazi ikiwemo madimbwi, ndoo, chupa, matairi ya zamani na vifaa vingine vinavyoweza kuhifadhi maji, kutumia vyandarua vyenye dawa, kupuliza viuatilifu sprays ndani ya nyumba mara kwa mara ili kuua mbu waliopo ndani, kuvaa nguo ndefu zinazofunika mwili hasa wakati wa jioni na alfajiri, kufunga madirisha na milango au kutumia wavu ili kuzuia mbu kuingia ndani ya nyumba. Magonjwa haya yanayosababishwa na virusi yana dalili zinazoshabihiana, hivyo ni vigumu kuyabaini bila kupata vipimo vya maabara. Hivyo nawasihi kuwahi katika vituo vya kutolea huduma mara mnapopata dalili zozote za homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo au vipele mwilini, au dalili za magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa kama vile kikohozi, mafua, kuwashwa koo au kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Serikali kupitia Wizara ya Afya ina uwezo, utaalamu na mifumo madhubuti ya kufuatilia, kutambua na kudhibiti magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko. Tutaendelea kutoa taarifa sahihi kwa wakati kwa lengo la kuwalinda na kuhakikisha usalama wa afya za Watanzania wote. Mwisho, na wasihi tuendelee kushirikiana kwa karibu, tufuate maelekezo ya wataalamu wa afya na tuendelee kulinda jamii yetu dhidi ya magonjwa yanayoambukiza. Imetolewa na Dr. Grace E. Magembe
mganga mkuu wa serikali, na imesomwa kwako na mimi Onesimo Sangalali. Hii Global TV. Wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania, tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu, pamoja na cover lake ambalo ni gumu, ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.